Hujambo mtazamaji wa TBC1, natumai mzima wa afya njema. Karibu katika makala maalum ambayo hii leo tunaangazia kuhusu uhakiki wa anwani za makazi. Kwa niaba ya Agnes Mbapu, mimi ni Ismail Bugdha. Mtazamaji, serikali inatekeleza zoezi la uhakiki wa anwani za makazi katika kata na mitaa mbalimbali nchini ili kuhuisha taarifa za makazi na kuboresha miundombinu yake. Leo hii tunaangazia uhakiki wa anwani za makazi katika manispaa ya Iringa. Hii ndiyo ardhi ya Mkwawa. Timu ya wataalam kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imefika hapa na kukutana na wenye viti wa mitaa pamoja na watendaji wa kata za manispaa hii. Kubwa hapa ni kutoa mwongozo na maelekezo kwa wenye viti wa mtaa na vijiji pamoja na watendaji kata ambao ndio watekelezaji wakuu wa zoezi la uhakiki wa anwani za makazi. Bakari Mwamgugu ni mratibu wa mradi wa Tanzania ya Kidigitali. Kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumekuja na uzinduzi huu na mfumo wa anwani za makazi. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anakuwa na anwani yake ya makazi, kujua Mtanzania huyu anatoka mkoa gani, anatoka wilaya gani, anatoka kata gani, anatoka kijiji au kitongoji gani, lakini pia mtaa pamoja na nyumba namba. Hii ndio ukamilisho wa anwani ya makazi. Sasa lengo ni nini? Kwa nini tumekuja na anwani ya makazi? Tunakuwa tunapata changamoto ambayo ikijitokeza mara kwa mara kutokana na watu kutotambua maeneo yao wanayoishi, ambayo hii inapelekea kushindwa kutambulika hata kwenye taasisi za kifedha ambazo wanaenda kupata huduma au taasisi au huduma nyingine mbalimbali za serikali, kujua fulani anakaa wapi na kwa ni changamoto. Sisi kama Wizara ya Mawasiliano kupitia mradi Digital Tanzania tunapenda haya mafunzo ambayo yanafundishwa leo yaende yakawe chachu ya kuleta maendeleo na kuleta impact katika kuhakikisha kwamba anwani za makazi za kila Mtanzania za kila maeneo zinaenda kuboreshwa, kuhuishwa na kuwa rasmi zaidi. Kwa hiyo tunaomba na nasisitiza zaidi hao watendaji kata wanaotoka hapa na wananchi huko ambao wataenda katika kuwasajili watupe ushirikiano wa karibu sana kuhakikisha kwamba zoezi hili linaenda kama ilivyopangwa. Mkuu wa wilaya ya Iringa, Benjamin Sita, anaeleza fahari ya zoezi hili katika manispaa hii. Leo hii tuko kwenye uzinduzi au tuseme ni ufunguzi wa awamu ya pili ya zoezi ambalo linaendelea, zoezi muhimu sana, Operation Anwani za Makazi. Zoezi hili mkoa wa Iringa na hasa wilaya yetu ya Iringa tumekuwa ni wanufaika wakubwa wa zoezi hilo ambao lilikuwa ni Operation Anwani Makazi, ambako mkoa wa Iringa uliweza kusajili taarifa za anwani takriban kwa wakazi 327,000. Sasa mafanikio hayo tunarudisha pongezi kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu vibao vilivyowekwa barabarani vilikuwa ni takriban 2245, namba za nyumba 2759. Kwa asilimia tulikuwa tumewekewa, manake tumeenda asilimia zaidi ya 124 katika kufanikisha zoezi hili. Na zoezi hili lina manufaa makubwa sana. Ukienda kwa wenzetu nchi zilizoendelea zaidi, ukitaka kuagiza kitu, ukitaka kuagiza kitu kwa mitandao kama wenzetu wale wa Amazon na kwingine, unaona kuna kitu pale wanauliza postcode, wanauliza anwani, ambako barua unaletewa mpaka kwako. Kwa hiyo tumepiga hatua sana, kwa maana tunakuelekea ni kwenye Tanzania ya kidijitali. Na sasa wananchi wengi wameweza kujiandikisha, na sasa tuna mfumo ambao tunaweza kutambua barabara, tunaweza kutambua namba zile za nyumba. Kwa hiyo ni urahisi zaidi wa kutambua wakazi kwenye yale maeneo, lakini kuweza kupata huduma mbalimbali ambazo zitaendana na dira ya 2050, lakini na ajenda zingine za mbele za serikali kama ajenda 2030. Kwa hiyo
Sisi kama mkoa wa Iringa na kama wilaya ya Iringa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na sisi tumekuwa ni wale ambao tumepewa kipaumbele, na leo tumekuwa na wenyeviti wote wa serikali za mtaa pamoja na watendaji ambao watapewa mafunzo ili waweze kufanya uandikishaji huu na kuweka hii kanzu data vizuri, ili sasa utekelezaji wake uwe ni wa mfano kwa nchi nzima, ambako kama mnavyokumbuka zamani ukitaka barua ya utambulisho ni lazima uende kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa ukute hana karatasi, hana hiki, inabidi uchangie kidogo ili uweze sasa kupata ile huduma. Kwa hiyo kwa sasa hivi mambo yanaenda kidijitali zaidi. Unaenda kwa ofisi ya serikali ya mtaa, unamkuta mtendaji anaposti ile barua kwenye mtandao ya utambulisho kule ambako unatakiwa upate utambulisho. Na sasa tumeona hata wanafunzi ambao wa elimu ya juu waliotakiwa kupata utambulisho ili kupata ile mikopo. Mmeona sasa hivi kwa sisi wanafunzi wengi sana wameweza kunufaika na huu mfumo ambao wameenda na barua zinatumwa kule kwa ajili ya utambulisho, kwa sababu sasa mifumo kule chini yote inasomana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na leo ni siku kubwa ambayo tumekuwa wa mfano. Tunakoelekea tunaenda kwenye Tanzania ya kidijitali zaidi. Kwa hiyo tunapokuwa na kanzu data yenye wananchi wanasomeka katika mifumo, ni rahisi sana hata kuona namna ya kuchochea maendeleo na kuweza kupeleka mahitaji na maendeleo zaidi katika yale maeneo. Haya ni matunda ya serikali ya awamu ya 6 ambayo imejikita kuleta maendeleo haraka kwa wananchi wake. Wito kwa wananchi wote wa wilaya ya Iringa, watoe ushirikiano kwa wenyeviti wa serikali za mitaa pamoja na watendaji ili waweze kupata zile taarifa sahihi. Watoe ushirikiano, wajitokeze ili tuweze kuwa na kanzu data ambayo iko sahihi zaidi, kwa sababu wanapopata taarifa sio sahihi inaenda kuingia katika mifumo yetu ya kidijitali. Sasa tunawaomba watoe ushirikiano, wajitokeze kwanza, wao wenyewe wajitokeze, lakini watendaji wetu tumeshawaelekeza na wenyeviti wetu wahamasishe na waende zaidi. Kwa hiyo tunachoomba kwa wananchi ni wajitahidi kutoa ushirikiano zaidi katika wenyeviti wao pamoja na watendaji. Wanapozihitaji hizi taarifa, wajitahidi sana kutoa ushirikiano kadri inavyowezekana. Halmashauri ya Manispaa ya Iringa wako mguu sawa kwa ajili ya utekelezaji wa zoezi hilo. Zoezi la utambuzi wa anwani za makazi lina manufaa mengi sana kwa wananchi. Ukizingatia sasa hivi mwananchi kupotea sio sana, kwa sababu mtu anaelekezwa kwa zile post code kwenye maeneo, lakini pia kwenye mitaa yetu kuna majina ya mitaa. Sambamba na hilo pia hata upokeaji wa vifurushi, mizigo, mtu anaweza akapeleka zile home delivery bila usumbufu, kwa sababu anafuata tu kwamba ni mtaa gani, nyumba namba ngapi. Imerahisisha sana upokeaji wa hivi vifurushi, lakini na nyaraka mbalimbali. Lakini pia umuhimu wa hili zoezi la anwani za makazi, sasa hivi hata kiusalama limesaidia sana. Mtu kupotezwa sio rahisi, kwa sababu zamani mtu hawezi kujua anaenda wapi, lakini sasa hivi akisha angalia kwenye mtandao tu kwamba anataka kwenda wapi, basi rahisi kujua. Lakini pia vibao vinamwelekeza kwamba hapa nyumba namba ngapi, inakuwa rahisi. Na hivi karibuni hili zoezi la anwani za makazi pia limetusaidia sana kwa wanafunzi ambao wanaenda kujiunga kwenye elimu ya juu, hususan kwenye uombaji wa mikopo. Sisi kama halmashauri tumeweza kushiriki vyema kupitia watendaji wetu wa mitaa na kata kwa ajili ya kuwatambua wanafunzi wanaoenda kuomba ile mikopo, na zoezi limeenda vizuri sana kiasi kwamba limeondoa usumbufu, wanenda rudi, lete hiki. Mfumo sasa hivi tupo kwenye teknolojia, na hii teknolojia tunaenda nayo vizuri kwenye hili zoezi letu la anwani za makazi. Hivyo tunasisitiza kwa wananchi wetu kuendelea kutambua, kwa sababu maeneo kila siku nyumba zinaongezeka, watu wanaongezeka kutanua maeneo ya makazi, na sisi kama serikali jukumu letu kuendelea kuweka miundombinu ambayo itarahisisha hili zoezi zima la anwani za makazi liweze kuwa endelevu.
lakini pia kuhamasisha na kuwaasa wananchi kuendelea kuitunza, kwa sababu kuna wengine hawana nia njema, wanaondoa vile vyuma, wanaondoa vile vibao. Kwa hiyo hili pia ni jukumu letu sisi serikali kwa kushirikiana na wananchi kuona umuhimu wa hizi vibao vya anwani za makazi kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano na utambuzi kwenye maeneo yetu. Lakini uratibu wa yote haya katika kuhakikisha kila kata na mtaa wananchi wake wanahakikiwa taarifa zao za anwani za makazi kikamilifu umechangiwa na usimamizi mzuri wa viongozi kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Tunaendelea kuhakiki taarifa za mfumo za anwani za makazi katika maeneo mbalimbali. Tumehakiki katika Manispaa Singida, lakini na jiji la Dodoma, na leo hii kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI tupo katika halmashauri ya jiji la Mbeya, halmashauri ya Manispaa Songea, lakini vile vile na halmashauri ya Manispaa ya Iringa, ambapo tunaendelea na zoezi la uhakiki wa taarifa za anwani za makazi. Uhakiki huu unafanywa kwa ushirikiano kama nilivyosema na ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini mikoa husika na halmashauri husika. Uhakiki unajumuisha kuhuisha taarifa za anwani za makazi ambazo zilikuwa anwani zilizotolewa, lakini vile vile na kutoa anwani za makazi kwa maeneo ambayo yalikuwa bado hayana anwani. Lakini niseme tu tunafanya ushirikiano na halmashauri husika na mikoa husika, lakini sio kwamba zoezi hili kwamba linafanyika hapa Iringa tu, kwa mfano saizi labda Songea, labda na Mbeya. Ni kwamba zoezi la kuhakiki taarifa za anwani za makazi linafanyika nchi nzima, kwa maana ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, kwa sababu zoezi hili linatekelezwa na watendaji wa kata na watendaji wa vijiji, mitaa na shehia. Hao ndio wenye jukumu kubwa la kuhakiki na kuhuisha taarifa za anwani za makazi katika maeneo husika, maeneo yao, kwa maana kwamba wenyewe ndio wanafahamu maeneo yao, wanafahamu ni wapi panahitaji kuhuishwa, wanafahamu ni wapi panatakiwa kutolewa anwani za makazi. Hivyo niwaombe wananchi wote popote walipo Tanzania bara na Tanzania Zanzibar kuhakikisha wanazifahamu anwani zao, kwa sababu tunakoelekea kila huduma itatolewa endapo tu utakuwa unajua taarifa yako ya anwani za makazi. Utaenda hospitali utaulizwa anwani yako ya makazi, utaenda kufungua akaunti benki utaulizwa anwani yako ya makazi, utaenda kupata barua ya utambulisho ambao kwa sasa yenyewe ndio kabisa inatolewa kupitia mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi. Anwani ya makazi ndio itakuwezesha kupata barua hiyo ya utambulisho wa mahali popote, lakini vile vile utaenda kutafuta au kupata hati ya kiwanja, utaulizwa anwani za makazi. Kwa hiyo utakuta kuelekea kila kitu, kila huduma utaipata punde tu utakapokuwa na anwani za makazi. Sivyo hutaweza kuipata, kwa sababu anwani ya makazi itakuwa ni kigezo muhimu au kigezo muhimu cha kukamilisha upatikanaji wa huduma. Kwa hiyo ni waombe wananchi kujua anwani zao za makazi, lakini vile vile sasa unajuaje hiyo anwani yako ya makazi? Kama nilivyosema hapo awali kwamba wanaohusika na uhuishaji na utoaji wa taarifa za anwani za makazi ni watendaji wa kata na watendaji wa mitaa, vijiji na shehia katika maeneo yote nchini. Kwa hiyo kama hujui anwani yako ya makazi, basi nenda kamuone shehe, kamuone mtendaji wa kata, kamuone mtendaji wa mtaa, kamuone mtendaji wa kijiji chako, ili akueleweshe hiyo anwani yako ya makazi. Lakini naye mtendaji wa kata, shehe, pia na mtendaji wa mtaa au kijiji, kama naye hana uelewa au kuna kitu kinamtatiza, basi atawaona waratibu wa halmashauri. Kila halmashauri ina waratibu wa utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi, na
na vile vile mratibu wa halmashauri ya utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi akiona anapata changamoto, anawauliza kuna waratibu wa mikoa wa utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi. Sasa utaona hiyo chain ilivyokwenda, lakini hata yule mratibu wa mkoa kama kuna kitu chochote kinamtatiza katika zoezi hili, basi huwa anauliza waratibu au wataalamu wa mfumo wa anwani za makazi katika ngazi ya kitaifa. Nirudie tena kuwaomba wananchi kwamba anwani ya makazi itakuwa ndo kila kitu katika utoaji na upokeaji wa huduma. Sasa wote tujiandae sasa, tujipange kujua anwani zetu za makazi, ili itakapofika hatua hiyo ya kufanya hiyo taarifa ya msingi wakati wa kupata na kutoa huduma, tusije tukaanza kuhangaika. Asanteni sana. Ushuhuda wa mpangilio mzuri katika kata na mitaa hapa Iringa kutokana na uwepo wa anwani za makazi unadhihirishwa na wananchi wenyewe ambao ndio wanufaika wa moja kwa moja wa zoezi hili. Kwa mtaa wetu tumefaidika na mfumo wa anwani wa makazi kwa sababu mtaa yote inajulikana, maeneo ya mtaa yanaeleweka, barabara zote zina vibao, nyumba zetu zote zina namba za anwani za makazi. Tukipata changamoto kwa saizi kama mtaa, unaijua nyumba ya namba yake na barabara jina lake, kwa hiyo hatuna tabu sana ya kusema kuitafuta nyumba wala barabara iko eneo gani. Kwa hiyo tuna nafuu zaidi kuliko zamani ulikuwa unatafuta nyumba kwa masaa matatu, namba huzijui, barabara huijui jina lake. Kwa hiyo tumefaidika sana. Au ukipata changamoto nyumba kuungua, saizi polisi unapiga tu simu kwamba barabara na Mwanayanga nyumba namba 7 kuna changamoto, na wanafika kwa haraka kwa sababu barabara inapitika na namba wanazijua kwa mfumo tu, akifungua kule wanajua nyumba iko sehemu gani. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mfumo wa anwani wa makazi kuwepo kwenye mtaa wetu, na saizi tupo kwa ajili ya kuhakiki namba na kuwajua wapangaji wapi waliohamia. Kwa hiyo tunashukuru sana. Wizi siku tu haupo kwa sababu tulishakaa na wananchi wote kwenye vikao, na kwa sababu wizi unatokea kwa watoto wetu wenyewe, ndio wanajua vibao vilipo. Kwa hiyo wananchi wote tulikaa nao, watoto wote ambao wana umri wa kuweza kufanya hivi vitukio, wazazi wote waliambiwa. Kwa hiyo hakuna matukio kama hayo yametokea. Vibao vyetu vilivyowekwa vyote viko salama. Tunapofika mahali tunakuta labda eneo moja lina nyumba 3. Sisi ambacho tunakifanya, let's say hii nyumba ni namba 5. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, yale majengo mawili yale tegemezi tunalipa namba A na namba B. Kwa hiyo itaitwa 5A na 5B. Ile jengo mama litakuwa namba 5. Na ndicho ambacho tunakifanya, na tumekutana na hizo kesi nyingi sana. Unakuta nyumba moja, eneo kiwanja kimoja kina nyumba zaidi ya 3. Kwa hiyo tunachofanya ni kuzipa alfabeti kwamba hii itakuwa A, itakuwa B. Kama nikifika hapo nikikuta hiyo 5, unaweza kukuta 5 mtu akasema mimi nataka nyumba namba 5, lakini wewe ukiangalia hiyo 5 ukienda inawezekana usiwakute hao watu. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuangalia ile 5 ni 5 gani. Kwa hiyo tunachoangalia kama ni 5A ndio tunaweza kuhuisha kwamba huyu mtu yuko kwenye hii nyumba. Imetusaidia sisi kama halmashauri ya manispaa Iringa na kata Ilala kujua idadi ya wakazi tulionao kwenye nyumba zetu na mitaa yetu. Tukazijua kaya. Tuna kaya zaidi ya 1260 katika kata Ilala, na hizo kaya tunazitambua na zipo kwenye mfumo wa kidigitali. Maana ukiingia kwenye simu ya mkononi ya mtendaji wangu wa mtaa anayo. Lakini mimi kama mtendaji wa kata ambaye natunza seva ya kata, ninazo idadi yote ya wakazi waliopo kwenye mtaa husika. Sasa hii inanisaidia kwa ajili ya ulinzi na usalama pia, lakini pia huduma zote za kijamii, za kiuchumi na za wananchi wetu tunazipata kwa wakati. Kwa mfano, wananchi wanaweza kujua hospitali iko wapi katika kata yangu, umbali kutoka kwenye eneo walilopo mpaka hospitalini, lakini wakajua hoteli iko wapi, wakajua huduma ya benki iko wapi. Kwa hiyo tumeona ni zoezi ambalo ni zuri. Lakini pia kwa vijana wetu wanayekwenda kujiunga vyuo vikuu, wanapata ile barua ya utambulisho moja kwa moja, wakiomba inafika moja kwa moja kwa njia ya kidigitali kupitia mtendaji wetu wa mtaa, anaihakiki, akiona iko salama anamtambulisha ule mtendaji wa mtaa. Lakini pia na mzazi wake wa aliyeomba barua ya utambulisho kwenda chuo kikuu, naye pia tunamtambulisha vizuri. Na zoezi hilo tumelifunga baada ya ile zoezi la bodi ya mikopo kumalizika, limeenda vizuri na hatukuwahi kuwa na mtu ambaye hatukuwahi kumpitisha. Kwa hiyo tukaona tumeshafanya huduma kwa jamii, imeenda kwa wakati,
na tunaamini huduma zingine zote, kwa sababu mifumo inasomana, tumepata pia, tunajua idadi ya orodha ya nyumba zilizopo kwenye kata yetu. Wananchi wetu wamelielewa kwa sehemu kubwa, kwa sababu wanapokuja ofisini wakishatuma maombi yao, mimi na watendaji wangu wa mitaa tumekuwa makini sana kuchunguza barua kila siku zilizoingia. Kwa tunazijibu kwa wakati, na wakati tunazijibu kwa wakati, mifumo iko rahisi sana. Ofisi ya mkurugenzi wanaona muda huo kwamba leo ofisi ya kata Ilala na watendaji wake wameshawajibu wananchi, na TAMISEMI siku hiyo hiyo wanaona ofisi ya kata Ilala na watendaji wake wa mitaa wamewajibu wananchi. Kwa kama kuna changamoto ya kuwahudumia wananchi kwenye mtaa husika, mimi mtendaji wa kata ninampigia simu mtendaji wa mtaa kwamba kuna maombi yako kwenye mtaa wako, nimeyaona kwenye mfumo, yashughulikie. Kama yana changamoto anitaarifu mimi, na mimi kama ninaona changamoto ile haiwezekani nitawataarifu viongozi wangu wa juu. Kwa taratibu inaenda vizuri, na wazazi, wananchi na jamii imeupokea kwa vizuri sana, kwa sababu tulikwisha uanza toka mwaka 2022 na sasa ni 25. Tunaona uelekeo wake ni mkubwa, ni kama 65% hivi ya wananchi wamepata uelewa juu ya mfumo. Kata ya Gangilonga ni miongoni mwa kata 18 za halmashauri ya manispaa ya Iringa. Kata ya Gangilonga ina mitaa 9 ya kiutawala. Zoezi la anwani za makazi mpaka sasa tumefikia 80%, na mpaka sasa hivi tumeshasajili anwani 1491. Kata hii ina kaya 2037, wakazi 7891. Kwa zoezi hili tunategemea mpaka tufike mwisho wa zoezi hili tutakuwa tumeshawatambua wananchi wetu wote, na tutakuwa tumewezesha upatikanaji bora wa huduma za kijamii. Lakini pia mpaka tufikie tutakuwa tumeshajua tayari kwamba barabara zipi ziko sahihi, na zile ambazo zilikosewa maana yake zitakuwa zimeshafanywa marekebisho. Kwa hiyo tutakuwa na taarifa kamili ya kata yetu, wakazi na wategemezi wote ambao wanaishi, kwa ajili ya kuboresha huduma ndani ya kata. Nilikuwa napenda kuzungumzia kuhusu anwani za makazi. Nilipata faida moja kubwa katika uombaji wa mikopo wa vijana wetu wa chuo, ukilinganisha na kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma. Process ilikuwa ni ndefu na vitu vilikuwa ni vingi sana, mahitaji mengi, kiasi kwamba naweza kuta mtoto anafeli kupata mikopo kwa ajili ya kutotimiza mahitaji yanayokuwa mengi. Kwa kutumia mfumo huu wa anwani ya makazi, mwaka huu tumefaidika kwenye hilo, kwa kijana wetu mmoja kujaza maombi yake kupitia ofisi za kata. Mtazamaji, wakati tukifikia tamati ya kipindi hiki maalum kilichokuwa kikiangazia mwendelezo wa zoezi la uhakiki wa taarifa za anwani za makazi katika halmashauri ya manispaa Iringa, hatuna budi pia kuweka wazi kuwa uzuri unaoshuhudiwa hapa manispaa hii hauchangiwi tu na uzuri wa miundombinu ya barabara na majengo yanayoonekana, bali pia ni mpangilio mzuri wa vibao vilivyowekwa vya anwani za makazi katika mitaa na kata mbalimbali hapa Iringa. Sasa sio tena zama zile alizoimba Mrisho Mpoto kwenye kile kibao chake Njoo Uichukue, zama za kuelekeza kwamba pita uwanja wa Tata hadi mfereji mchafu, kisha kibanda cha mbavu za mbwa, katiza, usisikie la mtu njiani, endelea kuja tu. Huku watu washaondoka, sasa ni zama za njoo barabara ya TBC nyumba namba 5, hapo utakuwa umefika. Hivyo ni jukumu la kila mwananchi kuhakikisha analinda na kutunza miundombinu ya anwani za makazi. Anwani za makazi kwa maendeleo endelevu. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.